Kaunti. Mimi leo nataka kuanza na kusema hivi, kwa sababu mimi ni Mluya na nataka kuambia Waluya wenzangu wote mahali wako ya kwamba kama wewe ni Mluya na unapinga Sifuna, inavaa kichwa yako wapeleke Mathare waende waipinge. Kwanza mimi nataka kuambia Waluya, kama wewe unajiita Mluya, not unless au ulikuja na baba yako Western. Lakini kama wewe ni Mluya kamili na unapinga Sifuna, naweza sema pelekwa Mathare kichwa yako waende wapinge. Kwa sababu wakati Raila baba Amolo Odinga alikuwa hai, Wajaluo wake walikuwa wanamuunga mkono. Ukienda Central wakati Uhuru alikuwa anatafuta kiti, Wakikuyu walikuwa wamesimama na Uhuru. Wakati Rais William Ruto anasimama, hakuna mkala ambaye anampinga. Sasa wewe ni kumbavu gani ambaye ni Mluya unaenda kupinga Mluya mwenzako? Tuambiane ukweli my friend. Wewe ni Mluya mgani kumbavu ambaye unaenda kupinga Mluya mwenzako? Sisi sahi Waluya tumesema hii ndio wakati wetu. Kama wewe hutaki Sifuna na wewe ni Mluya, kaa chini, nyamaza. Hapana kuja kuanza kupiga mtoto wetu vita. Kwani mnataka sisi Waluya tuonekane siku gani? Mnataka sisi Waluya tuonekane siku gani? Kama wewe unajua wewe ni Mluya na unapinga Sifuna na unatoka Western, tutakuhamisha. My friend, tutakuhamisha. Wewe kuwa utaenda, itabidi uende. Utakuwa kama Atuoli yeye alishahama. Sasa yeye anakaa huko sijui ni wapi huko. Siko Masaini huko. Hata yeye akipinga Sifuna tunajua yeye ako Masaini huko. Lakini wewe unapinga Sifuna na unatoka hapo unaenda Western, my friend, itabidi utahama. Imefika wakati tutaheshimiana. Unapinga Sifuna kama nani wewe? Nani umeshaiona akipinga kabila yake? Ni nani amepinga kabila yake? Mbona wewe unapinga Sifuna? Unampinga kama nani na wewe ni Mluya? Shame on you. Huyo si Mluya mwenye anampinga Sifuna. Hata ukienda kwa media na wewe ni Mluya na unapinga Sifuna, hizo kabila zingine wanakuona wewe kuwa mjinga. Wanakupenda kama tishu. Wanakuona wewe kuwa mjinga kwa sababu unapinga jamii yako. Heri unyamaze, utulie, ukimye. Unatuuza Sifuna? Haiwezi kuwa kila wakati Mluya akitaka kuamuka Mluya mwenzake anampima. Hiyo ilikuwa wakati wa kitambo na imeisha. Sasa tunataka sasa kuanzisha Uluya ambaye ni Uluya upya kabisa. Damu ni moja. Nataka kuingia kwa hii mada ya Gachagua na Murkomen. Mimi nataka kuambia Mr. President, kuna wale watu ambao ulipatiana minister ambao hata waelewi ile kazi wanafanya. Hawaelewi kabisa. Wale watu wengine wameenda pale kupora pesa za Wakenya tu. Mtu kama Aden Duale hakuna kazi anafanyia Wakenya. Hakuna. Tembea uende kwa hospitali. Ukienda kwa hospitali hakuna madawa. Ukienda kwa hospitali hakuna vitanda. Hakuna mamattress. Wamama wanazalia chini kwa floor. Alafu mtu ako pale anajiita minister. Anafanya kazi gani hiyo sasa? Toa wote. Mtu kama Duale huyu hakuna kitu anafanya. Kwanza Duale yeye ndiye aliiba pesa zetu za NHF. Wakakuja wakatuletea ukora wa SHA. Alafu sasa hivi mnatuambia Aden Duale yeye nani? Hakuna kitu huyo mtu anatufanyia. Na mimi nataka kusema hii mambo naingilia hii mada ya Babu Owino kwa linda mwananchi. Mimi nataka kuambia hivi, kama mnajua nyinyi sio watu walinda mwananchi, muachane na watu walinda mwananchi wafanye mambo zao. Hao watu wenyewe watajipanga. Hao ni viongozi. Sasa mkiongea hivyo huko Western wanapanga mambo yao. Sasa wewe unaingilia hiyo mambo, unaongea kama nani? Kama wewe ni mtu wa tutamwachana na mambo ya linda mwananchi, my friend. Sasa hii ni Sifuna wakiwa pamoja na Orengo, wakiwa pamoja na Babu Owino wako Western, wanapanga mambo yao. So kama mtu anaamuka anataka kingpin, yeye anaongea, lakini wao watakaa kwa meza na wataamua ni nani mwenye atakuwa fulani. Hiyo maneno msiingilie. Bana ingilia bwana. Hiyo ni nyumba ya wale wanatengeneza huko. Nyinyi mjue yeye ni huko. Kwanza watu wa tutam mjue mko na shida.
kwa sababu nyinyi hata mjui ni nani mwenye mtapeana deputy president. Wacha niwaambie ukweli, hamjui ni nani. Kuna wale wengine wanasema hao ndio wanataka, mara wengine wanataka power, mara sijui wengine wanataka nini. Kila mtu alinde nyumba yake, kila mtu alinde nyumba yake. Na kuna mada hapa ambayo inakuja, wengine wanatuambia hapa tu sijui Pauline Njoroge yeye ndiye anapanga, huyo ni mwanamke, sijui huyo ni nani. Na wewe uko na akili mzima unakuja kuongelea Pauline Njoroge ni mwanamke na umesahau kwamba mko na Gladys Wanga ambaye ako ODM na ni mwanamke. Nani upate leader wewe? Chemo ni huko. Hamwezi kuja hapa kwanza kuongelea Pauline Njoroge na nyinyi mnaongozwa kule na members, order members. Nataka niambie hao watu kweli, kwa sababu siasa yenye imefika saa hii ya kuambiana ukweli. Hauwezi kuwa nyinyi mnaongelea Pauline Njoroge na nyinyi mko na Gladys Wanga ambaye ameharibu ODM. Si ndio? Si yeye ni mwanamke? Kwani yeye akiwa party leader ODM ni yeye ni mwanaume? Si ni mwanamke? So Pauline Njoroge akienda kupanga huko, wachaneni na hiyo. Haiwahusu my friend. Yes. Tuongee ukweli. Gladys Wanga anaongoza chama ya ODM. Hiyo tusianze ile siasa ya kupigana. Hata sisi tunajua my friend. So mimi sitaki kwenda kwa mambo mengi. Nasema tu